Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakubwa wote shikamoni, wadogo marahaba, mjambo. Nasi tunamshukuru Allah tuko salama. Naam. Leo na ushauri kidogo. Ni makosa kufanya kitu ukiwa na hasira. Ni makosa makubwa sana kufanya kitu ukiwa na hasira. Unaweza kupoteza mchumba wako, unaweza kupoteza kazi kwa sababu ya hasira. Umefanya uamuzi kwa hasira. Ni makosa makubwa sana kufanya kitu kwa hasira kabisa. Usifanye kitu kwa hasira, ni makosa makubwa sana, makosa makubwa sana inshallah. Kwa tulia kwanza, ufanye uamuzi kwa baadaye, hasira ikiwa imeshapungua inshallah inakuwa vizuri sana. Lakini kufanya kitu na hasira, unafanya kitu na hasira sana, unakuja baadaye unajutia. Sababu gani? Umefanya kitu kwa hasira, afu baadaye hasira ikitulia unabaki unajilaumu. Kwa nini nilifanya hiki? Naam. Kwa nini nilifanya? Sawa, kutulia kwanza, ufanye uamuzi. Kuna wengine wanatoa talaka kwa sababu wana hasira, kuna wengine wanaacha kazi sababu ya hasira, lakini baadaye anaanza kujilaumu sababu amepoteza kila kitu kwa sababu ya hasira. Hasira ni mbaya. Kina mama, kina baba, ndugu zangu, wakubwa zangu, tusifanye kitu kwa hasira. Tulia kwanza. Kwa uwezo wa Mungu kwanza, utafanya kitu baadaye bila hasira. Inshallah usahau kunifollow. Inshallah nawashukuru sana wote ambao wananifollow na Mungu awalipe zaidi na zaidi inshallah. Nashukuru sana.